Divine worship. We present the quality. Tunavyoelekea sikukuu ya Pasaka, kuna baadhi ya watu wanaingia katika mfungo, maombi ya kufunga. Sasa kwa upande wako una mtazamo gani kuhusu kufunga au kuhusu maombi ya kufunga? Unaelewa nini mtu akikwambia ninafunga? Au maombi ya kawaida na maombi ya kufunga, unaweza ukatuelezea kwa undani? Kuna baadhi ya watu wanaotutazama kupitia Master TZ Online TV hawaelewi kuhusu maombi ya kufunga. Unaweza ukatuelezea nini kuhusu kufunga? Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Idei Nelson. Kwa swali ambalo umeniuliza kuhusu maombi, nikianza kuelezea nini maana ya maombi. Maombi ni njia ambayo mwanadamu anaitumia kwa ajili ya kumtafuta Mungu au kumueleza shida yake au kumshukuru. Kwa hiyo mtu anapochukua jukumu la kufunga au kumtafuta Mungu pasipo tu kufunga, kufunga kwanza ni agizo la Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu anaongelea katika kitabu cha Mathayo kwamba kuna changamoto ambazo wanadamu tunakutana nazo kwenye maisha, lakini zile changamoto haziwezekani kuondolewa ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo mtu anapochukua jukumu la kufunga, ni agizo kwanza, ni agizo la Mungu mwenyewe kwamba tumtafute kwa kufunga. Ukiona kabisa kwenye maisha unayopitia kuna jambo ambalo unaona hili jambo haliwezekani vipi, basi tunamtafuta Mungu kwa njia ya kufunga. Kwa nini kufunga watu hawataki kula? Kuna mtu mwingine anaweza akakwambia mtu anafunga matendo, anatenda matendo yaliyo mema. Wewe unaelewa nini mtu akikwambia anafunga hali chakula? Kwa nini hatuli chakula kwenye kufunga? Asante sana ndugu mtangazaji, swali lako ni zuri sana. Kama mimi ninavyoelewa kwamba mtu ambaye anafunga, kwanza ukirudi kwenye protocol na misingi ya Biblia, ni namna gani ni agizo la kimungu ambalo Yesu Kristo yeye mwenyewe alijua kuna siri kubwa katika kufunga kwa mtu. Mtu anapoacha chakula, ina maana kuna siri kubwa ambayo anajiunganisha kati ya yeye na Mungu, au mwili anautoa dhabihu mbele ya Mungu ili ayapate majibu haswa ambayo yalikuwa yamefichwa sirini, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu aliona kwamba kufunga kuna majibu makubwa sana. Mtu anajidhabihu mbele za Mungu ili apate majibu ya kimungu. Kufunga ni kutokula chakula, lakini kutokula chakula kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Na kufunga kupo kwa aina nyingi. Kuna watu ambao wanafunga, yani yeye hali chakula cha mchana tu, yani masaa 12. Anaweza kafunga siku 40, siku 120 kwa kula tu usiku. Na kuna watu wengine unakuta yeye hali chakula kigumu, anakula tu matunda. Yupo kwenye mfungo anamtafuta Mungu. Kuna watu wengine unakuta yeye hali chakula cha mchana, hanywi maji, hagusi kitu chochote kwenye mdomo wake. Wengine hadi mate ya mezi, kwa sababu anamtafuta Mungu. Kwa hiyo kufunga kupo kwa aina nyingi, inafuatana na dhamira yako na nia yako. Lakini tunajifunza kwa Yesu ambaye yeye alifunga kila kitu. Na kufunga kuliko kwema na kuliko kuzuri ni kule ambako unaacha nyumbani kwako, unakwenda kanisani. Kufika kanisani, unatulia hapo hadi pale utakapofika muda wa kufungua, unarudi nyumbani. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba unapokuwa kanisani, unakuwa umejiepusha na vishawishi vingine. Kwa maana mara nyingi ukifunga, unakuta mtu tu amekupa mfano andazi, amekupa mfano bigiji au bigiboma au kitu chochote. Unakuta wengine amechukua kile kitu, anapokiweka mdomoni na kumka, nimefunga. Unakuta anatema chini. Sasa ili kuepusha hizo tamaa zote na vishawishi vyote, ni vema ukatafuta sehemu yenye utulivu, ukatulia hapo mpaka muda ule ambao umefika wa kufungua, ukafungua. Lakini pia nikumbushe kitu kimoja. Wengi huwa wanafikiri kufunga ni kutokula tu. Ni kutokula na kumuomba Mungu. Kuimba nyimbo za kuabudu, kumuomba Mungu, kwa maana Biblia inasema kwa namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. It means lazima uombe, uabudu Mungu, uimbe, umtafute Mungu. Baada ya hapo uwe na mamlaka ya kuweza kuvunja, kuhamisha milima, kukemea na kuhamisha kila aina ya maovu yale ambayo yalistahili kumkuta mtu ama kukuta wewe mwenyewe. Kwa upande wako wewe, umewahi funga siku ambazo yani wewe unaona kabisa hizi siku ni nyingi? Umewahi funga siku ngapi? Kwa kula usiku tu, yani maombi ya masaa 12, nimewahi funga masaa siku 40. Siku 40. Lakini mimi mwenyewe, yani kwa kutokula, kutokugusa kila kitu,
nimaifunga siku 7 na nilimwona Mungu akitenda makuu na maajabu katika maisha yangu. Na hizo siku 40 ilikuwa ni maombi ya jumuiya, tulikuwa tuko wengi, lakini hizo siku 7 zilikuwa ni za kwangu mwenyewe, nilikuwa naombea maisha yangu ya huduma, maana pia mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini sambamba na hilo pia kuna maombi ya siku 2, siku 1, inafuatana napitia kwenye situation gani. Wakati mwingine kuna wakati tu Mungu ananiongoza kwamba leo usile, kwa nafunga na mtafuta Mungu, na baada ya kufungua na uona ushindi wa Mungu. Divine worship. We present the quality.